Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Julai 9 ya mwaka 2026. Mada ya leo inasema wingu na moto. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia asubuhi ya leo, kwamba tujifunze neno lako. Nasi tumekuja kwako ili tujifunze kutoka kwako. Tusaidie kulipokea neno hili na ukatusaidie kuliweka katika matumizi maishani mwetu. Ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema wingu na moto. Zaburi ya 105 aya 39 imeandikwa: alitandaza wingu liwe funiko na moto utoe nuru usiku. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru. Bendera ya kiongozi wao asiyeonekana ilikuwa pamoja nao daima. Mchana wingu hili liliongoza safari zao na lilienea kama mwamvuli juu ya jeshi. Lilitumika kama ulinzi kutokana na joto kali, na kwa ubaridi na unyevu wake lilitoa kuburudika kunakopendeza katika jangwa lenye joto, lenye kiu. Usiku likawa nguzo ya moto, likiangaza kambi yao na kuwahakikishia daima uwepo wa Mungu. Katika mojawapo ya aya nzuri mno na za kufariji kabisa za unabii wa Isaya, rejeleo limefanywa juu ya nguzo ya wingu na ya moto, kuwakilisha utunzaji wa Mungu kwa watu wake katika pambano la mwisho na nguvu za uovu. Tena juu ya makao yote ya mlima Sayuni na juu ya makusanyiko yake, Bwana ataumba wingu na moshi wakati wa mchana, na mwangaza wa miali ya moto wakati wa usiku. Kwa maana juu ya utukufu wote itatandazwa sitara. Kisha kutakuwa na hema kuwa uvuli wakati wa mchana kwa sababu ya hari, na kuwa mahali pa kukimbilia na kujificha wakati wa tufani na mvua. Isaya sura ya 4 aya 5 na ya 6. Katika wakati wa jaribio lililo mbele yetu, ahadi ya Mungu ya usalama itawekwa juu ya wale ambao wamelishika neno la subira yake. Kristo atawaambia waaminifu wake, njoni watu wangu, ingia wewe ndani ya vyumba vyako, ukafunge mlango nyuma yako, ujifiche kitambo kidogo mpaka ghadhabu hii itakapopita. Isaya sura ya 26 aya 20. Simba wa Yuda, wa kuogofya sana kwa wanaokataa neema yake, atakuwa ni mwanakondoo wa Mungu kwa watiifu na waaminifu. Nguzo ya wingu ambayo inatamka ghadhabu na hofu kwa mvunja sheria za Mungu ni nuru na rehema na ukombozi kwa wale ambao wamezishika amri zake. Mkono ule wenye nguvu ya kuwapiga waasi utakuwa na nguvu ya kuwaokoa waaminifu. Kila mwaminifu hakika atakusanywa, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Mathayo mtakatifu sura ya 24 aya 31. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo, Julai 9, wingu na moto. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Ameongoza njia, ametuma Baba kwangu.
alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovushwa bahari. Nitaziimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovushwa bahari. Nitaziimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Hata tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Na sasa tumetambua yajayo hatuyahofu. Mweza wa yote, asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposoma